أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Katika makala yetu ya leo tutazungumzia juu ya kile kilicho mbele yetu, ambapo tarehe 29 Oktoba tutakuwa katika uchaguzi mkuu utakaochagua viongozi watakaotuongoza katika kipindi cha miaka 5 ijayo, kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano, wa bunge na madiwani. Katika jambo hili kuna mambo ambayo yanahitaji kila mmoja wetu kujifikiri, na ni kwa msingi huo ndio maana tunakuja na maelezo haya au tunakuja na nasaha hizi ili kwa pamoja tuweze kutafakari. Nitasimama katika msingi wa Qur'ani tukufu, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur'ani sura ya 2 aya 195 anasema, wala tulqu biaidikum ila tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Wala msijitie kwa mikono yenu katika maangamizo, na fanyeni wema, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Mwenyezi Mungu kwa hakika huwapenda wanaofanya wema. Lakini pia kuna hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wetu na mfano wetu. Yeye anatuambia katika hadithi yake kuwa idha aradta an taf'ala amra fatadabbar akibatahu. Unapotaka kufanya jambo lolote lile, fatadabbar akibatahu, fikiria matokeo yake ya mwisho. Fa in kana khaira, kama itakuwa ni khairi, famdhi, basi liendee jambo hilo lifanye. Wa in kana sharra fantahi, na ikiwa utaona kuwa matokeo ya jambo hilo kule mbeleni itakuja kuwa ni shari, itakuja kuwa ni misiba, basi ni wajibu wako kuachana na jambo hilo. Ndugu wana mizani na Waislamu wenzangu na Watanzania wenzangu kwa dini zetu sisi sote, kila mmoja wetu anatambua kuwa tarehe 29 Oktoba 2025 itakuwa ni siku ya kujitokeza kuchagua viongozi wa nchi yetu, kuanzia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari, baadhi yetu wanasisitiza ulazima wa kutoka kuandamana siku hiyo kwa nia ya kushinikiza kufanyike mabadiliko kwanza katika sheria ya uchaguzi, na hata ikilazimu kufanya katiba mpya. Na wanasisitiza kuwa ikiwezekana pia uchaguzi wenyewe usitishwe kusubiri mabadiliko hayo, ili uchaguzi utakapofanyika ufanyike katika hali ambayo kila mtu atahisi kuwa ni uchaguzi ulio haki na uliokuwa huru, kwa hoja kuwa katiba ya nchi yetu na sheria zinazohusiana na uchaguzi, yani kutega na kutegua matokeo ya uchaguzi, ni ina makengeza. Sheria yenyewe ina makengeza na inakipendelea chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kwani katiba hiyo ni ile ambayo ilikuwa toka wakati wa chama kimoja na inaendelea kutumika hivi sasa. Kwa hiyo ina mapungufu mengi na haiendani sambamba na mfumo wa vyama vingi. Kwa upande wake, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekariri kila mara maelekezo yake kwa wananchi kuwa wajitokeze kwa wingi katika vituo vya kupigia kura, na akasisitiza kuwa yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama vya nchi hii, na amekwenda mbele zaidi kwa kututoa shaka ya kuwepo vitendo vyovyote vile vya uvunjifu wa amani. Kwa hivyo watu wasiwe na shaka kujitokeza kwenda kwenye vituo ili kuchagua viongozi wanaowataka. Kwa upande wake, mkuu wa jeshi la polisi nchini, Jenerali Camillus Wambura, ametoa indhari kwamba mtu yeyote atakayejitokeza mitaani kwa nia ya kufanya maandamano siku hiyo ajitayarishe kwa ajili ya safari ya kwenda kuzimu, kwani jeshi la polisi limejiandaa ipasavyo kukabiliana na yeyote yule atakayeandamana, kwa sababu siku hiyo ni siku ya uchaguzi na kamwe si siku ya kuandamana. Kwa mantiki ya kauli zote mbili,
kauli ya Rais wa Jamhuri na kauli ya mkuu wa Jeshi la Polisi. Na kwa upande wa pili, bila shaka inaonyesha kuwa, na kwa kauli ya wale wanaochochea maandamano yawepo siku hiyo, na wakitazama kauli ya ukali ya onyo iliyotolewa na serikali, ni dhahiri kuwa endapo tutajitokeza mitaani kwa ajili ya maandamano, bila shaka maandamano hayo yatageuka kuwa mapambano baina ya raia na vyombo vya dola. Kwa mtazamo wangu, ninaona kuwa maandamano ni haki ya raia kwa mujibu wa katiba. Tunaagizwa tutoe taarifa kwa Jeshi la Polisi kila tutakapokuwa tunataka kuandamana. Kuna mambo yatakayotazamwa na polisi kabla ya kuruhusu kufanyika kwa maandamano hayo au kabla ya kufanyika maandamano yenyewe. Muhimu katika hayo ni namna polisi wanavyoweza kutoa ulinzi kwa waandamanaji, na pia polisi tatazama ni mitaa gani waandamanaji wanakusudia kupita maandamano hayo, ili kwa kufanya hivyo kuepuka maandamano hayo kuwa ni kero au kusababisha kuvunjika kwa shughuli za baadhi ya watu ambao wanafanya shughuli zao nyingine na hawamo katika maandamano. Kupiga kura aidha ni haki ya kikatiba. Na mara ya mwisho tulipopiga kura Oktoba 29, 2020, na mara tu baada ya kupiga kura, kila mmoja wetu alitambua kuwa zoezi kama hilo litafanyika tena Oktoba 29, 2025 kama tunavyojiandaa kwa ajili ya kufanya hivyo. Na mara tu baada ya kufanya hivyo, tutakuwa tayari tunajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mwingine kama huu utakaofanyika Oktoba 29, 2030. Tunalopaswa kujiuliza sote kabla ya kuandamana ni je, ni sahihi kwetu kupanga maandamano siku ile ile ambayo tayari iko katika kalenda ya serikali kuwa ni siku ya uchaguzi wa kuchagua viongozi wa nchi? Pili, tunafahamu kila mmoja wetu ana haki na uhuru wa kufanya analotaka ili muradi asivunje sheria. Lakini je, tunapanga kuandamana siku inayojulikana kuwa siku ya uchaguzi, tunadhamiria kudumisha utulivu au tunataka kuifanya siku hiyo kuwa siku ya ghasia na umwagaji damu? Haya ni mambo tunayopaswa kujiuliza kabla ya kushiriki kwenye maandamano. Nasema hivyo kwa kutambua kuwa kuna baadhi yetu ambao tayari wametamka kuwa siku hiyo itumike kuchoma moto vituo vya mafuta, kuvunja mahakama, hasa mahakama ya Kisutu, na wengine wakitangaza kuikomboa nchi kana kwamba iko mikononi mwa wakoloni, na hata wapo wale wanaosema wako tayari kwa ajili ya kufa lazima maandamano yafanyike. Wanaosema hayo wanajenga hoja kuwa ukitaka kujenga lazima ubomoe kwanza, wakimaanisha kuwa ili kupata mabadiliko wanayoyahitaji ambayo ni mabadiliko ya katiba na vile vile sheria za uchaguzi, ni lazima kwanza kufanya vurugu na kuondoa amani ivunjike, ndipo tunapoweza kupata hiyo katiba mpya, lakini vile vile na uchaguzi utakaokuwa huru na wa haki. Pamoja na kuwa tuna uhuru wa kuandamana, lakini ni lazima tujikumbushe kuwa hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Na si sahihi mtu kujaribu kutumia uhuru wake ili kuvunja uhuru wa mwingine. Kuitisha maandamano siku ya kupiga kura ni sawa na kuchukua basi la kwenda Morogoro na kulipeleka feri na kisha kutafuta abiria wa kwenda Zanzibar. Sawa na vile vile kwa ujumla wanaoitisha maandamano wanakusudia kuvuruga shughuli za uchaguzi, jambo ambalo linakiuka uhuru wa wale ambao wao wanaona ni haki kwao kupiga kura, na hili si jambo la sawasawa hata kidogo. Kuna pahala nimesoma na kukuta taarifa kuwa kuna jumla ya vituo vya kupigia kura 99,911 vitakavyotumika kupiga kura katika uchaguzi mkuu 2025. Kati ya vituo hivyo 97,349 vitatumika kwa ajili ya kupigia kura kwa Tanzania bara na vituo 2,562 vitatumika kwa ajili ya kupigia kura Tanzania visiwani.
Kwa upande mwingine tujiulize, je, ili tufanye maandamano hayo tayari tumezungumza na jeshi la polisi na kutuhakikishia kuwa wana usalama wanaotosheleza kulinda vituo vya kupiga kura na kuwagawa wengine kwa ajili ya kulinda maandamano? Je, tumeshajiuliza ni kwa nini maandamano hayo lazima yawe siku ya kupiga kura na sio siku nyingine? Je, sote tunaojipanga kuandamana tunafahamu wale walioitisha maandamano hayo wamekusudia litokee jambo gani katika hali kama hiyo na kwa faida ya nani? Kama nilivyotangulia kusema, ni maoni yangu kwamba maandamano katika siku ya Oktoba 29 ambayo ni siku ya uchaguzi yatageuka kwa mapambano na yatasababisha maafa makubwa na misiba ya kila namna. Na kwa fikra zangu na washauri wenzangu, tujiepushe kushiriki katika jambo ambalo litabadili kabisa mwenendo na sifa ya taifa letu, na kuzitupilia kwa mbali juhudi na jitihada zilizofanywa na viongozi wetu wote waliotangulia kuanzia Mwalimu Nyerere za kuhakikisha kuwa tunakuwa na taifa ambalo kila mabadiliko yatakayohitajika yanafanyika kwa njia ya amani na salama. Tumepata mfumo wa vyama vingi katika njia ya amani na salama. Tumepata uhuru kwa njia ya amani na salama. Hatuna sababu ya kutafuta katiba mpya kwa kumwaga damu zetu. Hatuna sababu ya kutafuta sheria nzuri za uchaguzi zitakazohakikishia wagombea viti mbalimbali wanafanya uchaguzi na kuteguliwa kura kwa njia iliyokuwa ya huru. Hatuna sababu ya kumwaga damu, hata sababu moja kama hiyo hatuna. Ndugu zangu, naomba mlichukulie tamko langu hili kuwa ni wazo langu binafsi na si kwamba napinga maandamano. Ninachojaribu kushauri ni kuwa maandamano ni halali, lakini si halali kupangwa siku ya Oktoba 29. Ni siku ambayo ni ya uchaguzi mkuu, kwa kuwa matokeo yake yatasababisha vita na umwagaji damu. Kwa kumalizia nasaha yangu, naomba ninukuu mafundisho ya Qur'ani tukufu na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yanayotuelekeza nini cha kufanya tunapokutana na jambo linalofanana kama hili. Mwenyezi Mungu mtukufu anatufundisha katika Qur'ani tukufu sura ya 2 aya 195 akisema, wala tulqu biaidikum ila tahluka, wala msijitie kwa mikono yenu katika maangamizo, wa ahsinu, na mfanye wema, inna Allaha yuhibbul muhsinin, bila shaka Mwenyezi Mungu huwapenda wanaofanya wema. Tafsiri ya maneno haya ni kwamba mtu anapoona jambo baya linaloweza kusababisha akapoteza uhuru wake, akapoteza maisha yake, akapoteza viungo vyake, busara ni kuepukana na hilo, kwani ni lazima litakuwa na njia ya pili. Maana kila mtu unapotaka jambo lazima uwe na plani namba 1, 2 na 3. Isipofanikiwa hii unashika njia nyingine. Lakini ni ujasiri katika ujinga kutaka jambo na ukajikuta unaamua kwamba njia ya kupata hilo jambo ni lazima uwatoe baadhi yetu kuwa kafara kwa ajili ya matakwa yako. Kwa hiyo wa ahsinu, nafanyeni wema, fanyeni kila lililokuwa jema, na kuwatakia wenzetu yaliyo mema ni kuwaepusha na majanga ya namna yoyote ile. Na kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, idha aradta an taf'ala amra fatadabbar aqibatahu, unapotaka kufanya jambo lolote lile basi fikiria matokeo yake. Fa in kana khaira, likiwa matokeo yake yatakuwa mazuri, famdhi, nenda kalifanye jambo hilo. Wa in kana sharra, likiwa jambo hilo litaleta madhara, fantahi, achana nalo. Ikiwa kwenda kuandamana kutatuletea kuhiliki, basi jambo hilo halifai. Ikiwa kwenda kuandamana kutakuletea watu kuuliwa, basi vitu hivyo, jambo hilo halifai. Lakini vile vile ikiwa kutakuwa na matokeo mazuri katika kufanya hivyo,
basi ni vizuri tulifanye jambo hilo. Na hilo basi ni jambo ambalo inabidi kila mmoja wetu atafakari vizuri maandamano yanapofanyika katika kipindi ambacho serikali iliyopo inayakataa, jeshi la polisi linatoa indhari kwa watakao andamana. Kila mtu ajaribu kutazama kwa busara zake kwamba je, ni nini matokeo ya hali kama hiyo inapotokezea. Ukishapata jawabu, basi ni vizuri utapata maamuzi pia yaliyokuwa mazuri. Kwa kila hali ninavyoona mimi, maandamano na upigaji kura kwa siku moja ni lazima kutazalika maafa, kwani itakuwa ni lazima waandamanaji wapambane na vyombo vya ulinzi. Na mahala panapopigwa risasi na mabomu ni mapambano, na tusione haya kuyaita kuwa ni vita. Tabia ya vita, matokeo yake ya mwisho hakuna mshindi. Madhara ya vita yanaogofya sana na ya kutisha. Wanaoshinda vita na kadhalika wale wanaoshinda, wote hubaki katika mateso ya kudumu. Hata pale mapigano ya kutumia silaha yanapokoma, maelfu huendelea kuteseka kutokana na madhara mabaya sana yatokanayo na mapambano. Mapambano hayachagui, huangamiza watu wengi waliomo na wasiokuwemo, na baya zaidi huangamiza hata raia wema. Wanaoshiriki mapambano huacha mayatima na wajane. Wanaoshiriki maandamano wengi hupatwa na madhara mabaya sana ya kimwili na kiakili. Katika moja wa ripoti ambazo tuliwahi kusoma, ilikuwa inaonyesha kwamba katika hospitali za Israel kulikuwepo askari wasiopungua 11,000 ambao walikuwa wanatibiwa maradhi ya akili kutokana na kushiriki kwao katika mauaji. Wengi huachwa vilema visivyotibika, kuzalisha chuki na visasi, na la mwisho, visasi hivyo hujenga chuki inayoendelea na uhasama wenye lengo la kulipa kisasi kundi moja kwa jingine, na hali hiyo itabadilisha kabisa mustakabali wa nchi yetu, kwani watu wanapokamiana kuuana katika maisha yao yote yajayo, kulipa visasi baada ya mapambano kumalizika, mwelekeo mzima wa taifa na ustaarabu wake na sifa njema vyote hutoweka. Vita huacha mamilioni ya watu katika ufukara, huvunja yote yaliyofanyika kwa miongo mingi katika kujiletea maendeleo, huvunja makazi ya watu wakalazimika kuacha miji yao na nchi zao na kulazimika kuwa wakimbizi. Je, tunaweza kuzuia chuki na majonzi ambayo lazima yadumu katika mioyo ya watu wanaoonekana katika mapigano hayo? Sisi sote tutakuwa hatukushinda vita. Askari hawatoshinda vita, na sisi raia hatutoshinda vita. Badala yake asubuhi itakuwa mmoja wetu hawezi kumtazama mwenziwe, kwani tutauana wenyewe kwa wenyewe. Tutashindwa kutazamana, tutajenga chuki na hasama. Nchi yetu itakuwa na mwenendo huo. Tazameni mahala ambapo pamefanyika maandamano na mauaji. Katika baadhi ya nchi zetu hizi za hapa jirani, watu wamepigana na kuuana kwa njia ya ukabila. Siasa zinapelekwa kwa njia ya ukabila. Basi tutakapokuwa tumeingia katika mapambano yatakayotokana na tofauti ya itikadi zetu za kivyama, basi vile vile hakuna kitakachotuzuia kuingia katika mapambano ya kikabila na ya kidini pia. Zaidi ya hapo, kuna linalojitokeza hivi sasa ambalo nalo ni jambo baya zaidi na la kutisha, na endapo litaachwa bila kupatiwa ufumbuzi litatusambaratisha kabisa, na jambo lenyewe halina dawa. Tayari kuna udini unaojitokeza na unaotumika katika vurugu hizi za kisiasa zinazoendelea. Punde tu tutajikuta tukiwa si wamoja, na anayeweza kurejesha uhasama, na ni nani huyo anayeweza kuturejesha pamoja kutoka katika uhasama unaotokana na tofauti za kidini au kikabila unapojitokeza? Hali hii ikiendelea, chuki na hasama za kidini zikatawala, mwisho tutamwaga damu zetu na tutasalia kulipizana kisasi na hali yetu kuwa mbaya kila uchao. Hii leo tuna amani, salama na ushwari. Viashiria vya kuvunja utangamano wa kitaifa
lazima vishughulikiwe leo kabla ya kesho, hatujaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Ninaamini amani ya Tanzania haikushuka mbinguni. Nirudie kusema tena kuwa ninaamini amani iliyopo Tanzania haikushuka mbinguni. Kuna baadhi yetu kuanzia siku ya uhuru, kuanzia siku tulivyopata uhuru, hawalali mchana na usiku, hawakai na familia zao, hawalali majumbani mwao, wanapitia katika hatari nyingi kwa ajili ya kuhakikisha amani yetu inaendelea na inadumu badala ya kuvunjika. Siku watu hawa watakapoamua kulala, wakalala usingizi kama tunaolala sisi majumbani mwetu, nchi itageuka na itakuwa ni mahala pasipokalika, na patakuwa ni mahala panapomwaga damu zetu sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini swali la kujiuliza, je, hawa watu wanaotulinda wamechoka? Mimi naamini kuwa hawakuchoka. Basi kama hawajachoka, tuwape nafasi wafanye kazi yao kama walivyofanya miaka yote zaidi ya 60 iliyopita, ili kuweza kuendeleza umoja wa kitaifa na kuondosha uwezekano wa kumwaga damu zetu. Endapo damu ya mtu mmoja tu kwa sababu ya maandamano na kupiga kura katika siku moja, basi tujue kwamba tutakaopoteza ni sisi sote, wala sio mtu mmoja. Jambo hilo litadumu, litaleta chuki na hasama, litazaa nchi yenye visasi, itazaa nchi ambayo inapelekwa kwa misingi ya kuuana na kutishana, na watu watakuwa wanaogopana wenyewe kwa wenyewe. Nimalize nasaha yangu kwa kusema kuwa naomba sana ichukuliwe maneno yangu kuwa ni ushauri wangu na ni mawazo yangu binafsi. Watanzania wenzetu wote wa dini zote, na ambazo dini hizo kwa pamoja zinahimiza amani na maelewano ya kupata jawabu la matatizo yetu kwa njia ya hekima na busara, na tusifanye maandamano ambayo baadaye tutakuja kuliangamiza taifa letu kwa mikono yetu wenyewe. Mwanafalsafa mmoja amepata kuhadithia kisa kama ifuatavyo. Mtu mmoja alijikusanya, akatayarisha chakula na kisha kuwakaribisha jamaa zake kwa ajili ya kupata mlo wa mchana. Walipofika mezani, kila mmoja aliwekewa glasi 2 mezani. Glasi moja ya maziwa na glasi nyingine yana sumu ndani yake. Na kisha akawakaribisha wageni wake akiwaambia, atakayekunywa glasi ya maziwa atakuwa amesogeza mbele siku za kuonana na daktari wake. Lakini atakaye amua kunywa glasi yenye sumu ndani yake, bila shaka atakuwa amedhamiria kupokea matokeo ya uamuzi wake, ambao bila shaka ni kwenda zake kuzimu. Kwa hiyo mtu huyu hawezi kumlaumu mtu mwingine kwa kuwa yeye ndio sababu za kwenda kwake kuzimu. Unapoambiwa kwamba anayekwenda kwenye maandamano ajitayarishe kwenda kuzimu, anayetaka kuwa na amani na afya bora asionane na daktari, basi akapige kura au abaki nyumbani kwake. Maamuzi unayo wewe mwenyewe. Tafadhali wewe unayenisikiliza na mwanamizani, Waislamu na Wakristo wenzetu ambao tunaishi kama Watanzania katika nchi moja, toa maoni yako, toa mawazo yako katika eneo la comment, na uweke vile vile like zako kwa maelezo haya tuliyotoa, ili kwa pamoja tufaidike na manufaa ya fikra za kila mmoja wetu na kwa kizazi chetu cha baadaye. Wakati tunatoa fikra zetu na kujaribu kufikiri jambo hili, tuwe tunajibu swali linalosema, je, tunawezaje kuandamana nchi nzima na kupiga kura nchi nzima kwa siku moja? Bila shaka pia na kukumbusha usisahau kufuata hekima na busara na mafundisho ya kijamii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotushauri akisema, idha aradta an taf'ala amra, unapotaka kuliendea jambo lolote lile, fatadabbar aqibatahu, kwanza fikiri mwisho wake, fikiri matokeo yake. Fa in kana khaira fa amdhihi, itakapokuwa jambo hilo ni zuri, fa amdhi, ndiende jambo lile ulitekeleze.
Wa in kana sharra, ikiwa jambo lile ni la shari, halina manufaa bali lina madhara na maafa, fantahi, basi achana nalo na ujiepushe nalo. Basi ukijibu, tafadhali jibu swali hilo, leta maoni yako, tutafakari na tuweze kupeana fikra, ili tuweze kufika siku ya uchaguzi tuwe tuna uamuzi wa kwenda kupiga kura au wa kwenda kufanya maandamano, ili tuwe tumejiandaa kwa ajili ya kwenda kuzimu, ama twende tukapige kura ili kuwa na afya njema na kuzisogeza mbele siku za kuonana na daktari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.